Lakini kama wameshusha mara mbili tu hivi. Sasa unajua Diarra Day ni siku ya goalkeeper. Sio goalkeeper ambaye wa hovyo hovyo, ni goalkeeper kweli kweli. Ndugu zangu, Djigui Diarra ni goalkeeper ambaye amewaacha magolikipa wengi Tanzania. Kwa hiyo swala la yeye kufanywa siku yake sio tu leo. Tutaendelea bado kumuokotesha. Nilisema Djigui Diarra hapaswi kuokoteshwa siku moja. Kama tutafanya jambo kubwa ni kumuokotesha kila kukicha. Tunaweza kujisikia leo tunaenda kumuokotesha Diarra. Na ili swala la Diarra kuokoteshwa tumeweka kiwango. Ikifika milioni 30 tunaenda kuchukua na vingine 30 benki. Diarra hapaswi kuokoteshwa tu uwanjani, anapaswa kuokoteshwa mpaka na benki. Kwa hiyo tumemaliza ya uwanjani, bado inakuja second time. Ikifika milioni 30 tunaenda kuchukua 30 nyingine. Diarra ni goalkeeper wa viwango wa kuchukuliwa na milioni 60. Sasa milioni 60 milioni 60 atachukuliwa yule goalkeeper ambaye anaruka kule kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika kutoka mtaa wa pili. Goalkeeper gani? Huyo goalkeeper baadaye ana mechi. Afu na niwaibie tu siri. Leo simu ya jasusi Ali kanipigia, kaniambia Kevo, mpira wa Yanga ukiisha jitahidi ufike Isamuyo. Jasusi amesahau simu. Kwa hiyo leo inabidi mimi nikachukue taarifa za jasusi nimletee Ali. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, twendeni chap na maswali. Natakiwa niziwahi taarifa kutoka kwa jasusi Isamuyo. Kutokea pale Isamuyo. Lakini msimu uliopita ni kama hakuonyesha yale makeke. Sio kama mna motivate hivi ili aendelee. Sio kuonyesha, mmekariri nyie goalkeeper mwenye clean sheet nyingi ndio goalkeeper bora. Fuatilia Diarra amefanya saves mara ngapi za maana, na huyo mwingine huyo ambaye mnamuongelea yuko majeruhi sasa hizi hospitali amefanya saves ngapi? Djigui Diarra tutaongea, tutamaliza maneno, lakini he is the best goalkeeper kwenye ligi yetu tokea ameweka miguu yake miwili kwenye ligi. Tokea amekuja Tanzania is the best goalkeeper. Pacome Zouzoua umemwona? Sio tunasema tu ni MVP kwa sababu tumeamua kusema. Dakika chache uwanjani amecreate chances za kutosha, amefunga goli zuri, anaendelea kuonyesha kwamba yeye kwa nini anaitwa MVP wa ligi msimu ulioisha, na ataendelea kufunga. Kwenye Diarra Day umemwokotesha sawa, lakini uwanjani kama goli zimekuwa chache katika kushangilia. Nyie ndio mmekuja na expectation ya goli nyingi. Na kwa nini unawalaumu Yanga kwa nini hawajafunga goli nyingi? Kwa nini usiwasifie na Fountain? Binafsi mimi nimevutiwa na kiwango cha Hamis Kulandana. Kulandana is one of the best midfielder kwenye ligi yetu. Pale Simba Sponga. Hii ngoja niwatajie kabisa bila kuficha. Pale Simba Sponga siwaoni viungo wakabaji wenye level za Hamis Kulandana. Siwaoni wenye level za Hamis Kulandana. Kwangu mimi leo, kabla ya kuanza kudiscuss kwa nini Yanga tujapata magoli mengi, pale Simba maji mengi yuko Hamis Kulandana. Mimi story zao sitaki kuziona. Wangekuwa na viungo aina ya kina Kulandana, tungewaona Mali kocha wao yule kocha Beneja ameanza na washambuliaji kibao. It means nini? Hana yule kiungo mkabaji pase kwenye timu. Angekuwa naye angeanza naye kwenye kikosi. Lakini Kevo mlikuwa mkimsifu Kagoma. Nani akimsifu? Tumemsifu kwenye timu ya taifa ambapo anakutana na wachezaji kutoka Young Africans. Tunamsifu Kagoma pale. Mlikuwa na mkataba kabisa. Embo acha mambo yako. Kwanza nasikia kocha wamemnyoa. Yaani hii ya leo ya Djigui tumeshashinda 2. Ukisema ni chache, wapinzani bado wako wengi. Kosti sasa hizi zake ashatia maji baada ya huyu kunyolewa. Turudi kwenye swala la Dimitriv Pantev. Simba wana roho mbaya sana she. Simba kumnyoa yule kocha wamemuonea vibaya mno. Na nawashauri Azam FC. Wako na kocha ambaye wa kizamani, Ibenge. Kama wanataka kufika hata nafasi ya pili msimu huu kwenye ligi, kama wanataka kutoboa kwenye kundi lao, huu ndo wakati wa kwenda kumchukua Dimitriv Pantev kabla hajarudi kwao. Ni kocha mzuri mwenye kila kitu, anayeendana na wachezaji wa Azam FC. Wamemfukuza Dimitriv Pantev, anayekuja sidhani kama atafika dirisha la usajili linalokuja. Mark my word. Wanafukuzwa vipi? Unamfukuza Dimitriv Pantev kwa misingi ipi? Jincha Zaua anakosa goli yeye na goalkeeper na goli. Elim Panzu Kibisawala anakosa yeye na goli, sio yeye na goalkeeper, yeye na goli. Kibu Dennis yule ni kupaisha. Yeshua Budo Mutale ni kama amesajiliwa Tanzania kuwa TikToker. Yeshua Budo Mutale ni kama amekuja Tanzania kuja kufanya TikTok na sio kucheza mpira. Mchezaji haiwezekani dakika zote 24/7 uko TikTok, kila challenge mpya umeifanya, alafu unategemea uonyeshe kiwango uwanjani. Dimitriv Pantev ameonewa na kocha, watu wamekuja na tattoo nyingi mpaka anaondoka tattoo nyingine zimeanza kufutika. Ile timu ni kausha damu. Ameonewa yeye, anayekuja ataonewa, lakini Simba ni hiyo haibadiliki kwa sababu ina wachezaji wa kawaida. Na watu wakianza kuchukua wachezaji wao ambao waliwapeleka pale kwa mkopo, wale watazalilika. Kwa sababu wale wasajili utumbo mtupu. Walio kuja kwa mkopo at least wanaokoa jahazi. Hawa nawaambieni, kama hawataenda kwenye dirisha hili kufanya usajili wa maana, wameumbuka. Na zimu ilikujualo halikuli likakwisha.
Zimu likujualo alikuli likakwisha. Watabadili wachezaji, watabadili makocha wenye viwango, hata aje Guardiola. Kama Zimu pale juu kwenye uongozi alijatoka, hawa ni kazi bure, wanajisumbua. Na ninachoshukuru kiongozi bora kwenye ile timu ndo anaongoza kwa kupigwa mawe, lakini pia yeye ni mtu mwenye IQ kubwa. Juzi aliotoroka gizani, taa zilipowaka alikuwa ashakula manyoa. Leo anaibukia jeshini, hawezi kumfanya chochote. Yaani anacheza sehemu mbalimbali ambazo anajua usalama wake upo wa kutosha. Leo anaibukia jeshini. Hizo mechi zenu za huko Kajamba nani hamtamuona mwenyekiti. Mwenyekiti pale ndo alitakiwa apewe priority kubwa. Lakini jasusi hawamjui. Yule tajiri ndo anaongoza kwa kuwafelisha. Mimi jamani, ndugu zangu, hawa watu siwaone hata kwenye top 4 msimu huu. Nilipoangalia mechi jana ya Azam na Singida wanavyocheza, siwaone hawa watu kwenye top 4. Kikubwa tuendelee kuomba dua, Januari ifike tuone nini kitafanyika. Umemwona kocha wa Yanga? Tokea amekuja mchezaji gani wa Yanga ambao unamjua wewe hajapata angalau hata dakika 2 za kucheza? Farid Musa ana changamoto zake, mtamuona. Huyo Dennis Nkane mtamuona. Kibwana mmemwona, mjamuona? Kwenye mechi ya leo ameshacheza Kibwana, amecheza Lasin Kouma, amecheza Musa Balakonte, amecheza Frank Yasinki, amecheza Zimbwe, amecheza Boka, amecheza Pakome, amecheza Maxi, amecheza bwana Yeshe. Lakini kocha anawapa wachezaji wote nafasi za kucheza. Lakini kiwango ni kama cha leo, si bora kama tulivyozoea. Kiwango cha nani? Yanga. Kiwango sio bora, tumeshinda goli 2-0, tumepata clean sheet, tumepata magoli 2. Wewe ulitaka Yanga ipate goli 6 ndio useme tumecheza vizuri. Goli zinaweza zikatokea, lakini wewe unaona kiuchezaji Yanga haijacheza vizuri. Man of the match katokea Yanga. Sasa Yanga haijacheza vipi vizuri? Nyie ndio mna create tension kwenye mitandao ionekane Yanga haichezi vizuri. Yanga imecheza vizuri na Yanga tumecheza na uchovu she. Fontaine wamekaa siku ngapi hapa wakijiandaa dhidi ya Yanga? Sisi tumerudi tu juzi airport. Sasa unataka sisi tucheze vizuri kuliko Fontaine. Tupongeze hata sisi kuwazidi Fontaine ambao alijiandaa muda mrefu kuliko Yanga she. Mtani anamaliza na Mbeya City ambaye alikukazia. Neno moja kwao. Mbeya City hakunikazia. Mbeya City alinichezesha kwenye matope she. Mimi hakuna timu ligi kuu inaweza kanikazia. Alinichezesha kwenye matope ndio maana akapata alama 1. Bwana, shukrani sana.